mafuta imepanda, kila maisha imepanda, mali yetu yanaendelea kuharibika huku. Sisi tuko na maisha ya hali ya juu sana, hatutaki hivyo. Tunalia sana kwa sababu ya uchumi ambayo imepanda, inatusumbua. Mafuta imepanda, imeenda juu, so hata kukula saizi ni shida, hata kufaa ni shida. Sasa tuko shida, sasa tunaomba tu Mungu atusaidie, at least mambo ikuwe mzuri. Ndugu zangu wa Afrika, jambo lolote unaloliona linatokea lina formula ya kuliandaa litokee. Niongee kama mwanasayansi, maana mimi ni mwanasayansi. Siwezi kujitoa katika hicho chama kwa sababu nimesoma masomo ya science. Kwa hiyo nimelelewa kisayansi. Kwa jambo lolote linalotokea huwa lina formula. Au ukija kwenye masuala ya habari, tunasema kila kitu kina script. Kwa script na formula vinafanana, vyote ni kitu kimoja. Ni mwongozo wa kufanya jambo litokee unavyotaka. Ndio maana ya formula au script. Matatizo ya Kiafrika yana formula iliyotengenezwa ili yatokee. Mfano mwepesi ni ule wa Shigongo, kwamba mamba wanakula watu, lakini mamba hawataki kuguswa kwa sababu wanalindwa na sheria za kimataifa. Unaona wa kimataifa walivyo na akili, wametuai walinde mamba, sisi tuliwe. Tutajua huko mbeleni. Sasa umaskini ni formula. Nataka kusema nini? Mtoe mtu kwenye nachotaka kukizungumzia. Ni huu utamaduni wa Wakenya, kila wanachokitaka ni maandamano, uharibifu wa mali, kuumizana. Huu utamaduni wa Kenya waliopewa na wazungu, hebu wajitafakari vizuri. Njia ya kutatua matatizo ndio hii. Turudi kwa sentensi ya Rais Samia na sentensi ya yule profesa wa Afrika Kusini. Ukitaka kuwatawala watu usikubali wawe na utulivu na amani. Hiyo ndio njia ya kutawala watu. Kwa sababu watu wakiwa na utulivu na amani, they can conspire, wanaweza wakakupindua. Kwa hiyo kipengele cha maandamano kililetwa kwa sababu kwenye maandamano lazima kuna machafuko yatatokea tu. Kwa sababu ukishapa watu uhuru wa maandamano, si wanakuwa wengi. Hapo ni rahisi wewe kutengeneza false flag, tukio ambalo utalisingizia kwamba ni wao wenyewe wamelifanya. Lengo tu kutengeneza jamii isiwe na utulivu. Tatizo lolote lazima tuliangalie formula yake, tulitatue kwa kutumia formula, sio maandamano. Mimi si advocate maandamano hata siku moja, kwa sababu kwenye nchi zangu pendwa hazinaga maandamano. Hivi mara ya mwisho tangia nizaliwe kusikia China ina maandamano ni lini? Sijui, sijawahi kusikia kuna maandamano China. Iran, labda Iran panaweza pakawa na maandamano kama huko kwetu, kama sisi wa Kristo wa Katoliki wanakuaga na maandamano ya Ekaristi. Padi anatangulia mbele na Ekaristi tunamfuata. Labda Iran wanakuaga na maandamano ya kidini. Lakini protesti, maandamano ya kisiasa kushinikiza jambo, sijawahi kusikia. Kwa nini? Kwa sababu wanaojitambua kwenye tatizo lolote lazima uangalie formula iliyosababisha tatizo likatokea na ukarekebisha hiyo formula. Mafuta yamepanda bei Kenya, Tanzania, Uganda, Kongo, kote huko. Kila serikali imepandisha bei ya mafuta kulingana na mazingira yake. Kenya mafuta yamepanda zaidi. Kwa nini? Rais wao ameshatoa maelezo. Wana barabara za kujenga, wana mambo kibao ya kufanya, kwa lazima mafuta yapande kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki. Rais ameshajitetea. Na mimi nikawajibu wa Kenya nikawaambia, kwa sababu serikali zetu za Kiafrika hazina plan B, lazima mnyonge anyonywe damu. Yes, serikali inapotaka kufanya jambo lolote, mnyonge ni maskini wa nchi husika. Ndivyo serikali za Kiafrika zinavyojioperate. Kwa nini? Kwa sababu njia kuu za kiuchumi zote wanazo wakoloni. All major means of economy are being controlled by our colonizers. Still, our colonizers are controlling them. Tusijizime data wa Tanzania, tukaiga ujinga wa Kenya. Umaskini wetu, njia zetu za kiuchumi wanazo wakoloni. Umaskini wetu, hatuna benki. Umaskini wetu, hatufanyi kazi wote. Tengeneza picha hii ninayokuambia. Tungekuwa tunafanya shughuli za uzalishaji wa nchi wote kama wote, na sio capitalist class kama sasa hivi. Ili tatizo lililotokea, ilikuwa tunaigusa benki yetu ya JKT ina subsidize gharama za mafuta, na mafuta yasingepanda hivi, kwa sababu benki si yetu na sisi ndio tunaoizungusha.
Yaani mzunguko wa fedha ndani ya benki si ndio sisi tunauzungusha, na sio hizi benki za macapitalist. All banks in Tanzania are capitalist controlled. Usijizime data. Kwa hakuna kitu tunaweza tukakifanya ndani ya nchi yetu cha kiuchumi bila capitalist class kuamua mfumo ulivyo. Yaani naongea kwa nchi yetu upate picha kinachoendelea Kenya, kwamba serikali haina plan B, ni kuwanyonya hao watu wa chini. Serikali na madini, kuna wawekezaji. Kilimo, kuna wawekezaji. Utalii, kuna wawekezaji. Kazi ya raia, watumwa wa nchi yao. That's how our African economy is being run. Everything wawekezaji, wananchi watumwa. Simple definition ya matatizo ya Kiafrika ndio hiyo. Usijizime data. Huu ndio ujinga ulio Marekani pia na Uingereza na Ulaya nzima. Nikuthibitishie, galoni ya petroli pale Marekani, wanaita gasoline pale Marekani ni $4 plus. Si ndio $4 na zaidi, wanajua wenyewe kulingana na state uliopo. Taifa linalozalisha mafuta kuliko taifa lolote duniani kwa maelezo ya rais wao. Na wakati Trump anasema Marekani ndio nchi inayozalisha mafuta kuliko nchi yoyote duniani, mimi nikakataa, mkaniambia ndio kwa sababu mafuta yote ya Venezuela ni mali ya Marekani. Kwa hiyo lazima Marekani iwe taifa namba 1 linalozalisha mafuta. Okay, twende Iran, taifa langu nalolipenda. Galoni moja ya mafuta shingapi? Senti 11 pale Tehran. 11 cent dollar. Sio senti 50, sio 50 centi. 11 dollar. 11 cent dollar. Senti 11 dola. Galoni ya mafuta. Unajua galoni ni sawa na lita ngapi? Galoni ni kama lita 3.5. Wanasema lita 3.7. Tuseme lita 3.5. Unatoa senti 11 dola. Ngoja nibadilishe hii senti 11. Hivi senti 11 inafika hata 500 kweli? Mafuta lita 3.5 pale Iran, Tehran ni sawa na shilingi 200. 287. Nirudie ili watu wakatafute waje wanipinge au wanisaishe kwenye comment. Mafuta lita 3.5 Tehran, Iran. Niweke mpaka kati ya 200 mpaka 500, in between. Haifiki 1000. Mafuta lita 3.5 Tanzania ni shingapi? 14,000 na mia kadhaa, si ndio? Mafuta lita 3.5 ndani ya Tanzania 14,000, 15,000 huko, mnajua wenyewe. Iran haifiki 500. Marekani 10,000, 12,000, wanajua wenyewe. Mtu ataniuliza kwa nini mafuta Iran ni bei rahisi kuliko sehemu yoyote, kuliko hata Urusi, kuliko hata China? Iran wanamiliki nchi yao. Marekani, raia wa Marekani pale sio kwao, ni watumwa wa ile nchi. Huwezi kuelewa. Kinachokufanya unakuwa mtumwa wa nchi yako ni mfumo uliotengenezwa ndani ya nchi yako. Haukulindi wewe, unalinda baadhi ya kikundi cha watu wanaoitwa mabepari. Pointi yangu ni nini? Kenya, njia ya kutatua matatizo ni kujifunza mfumo unaowaletea matatizo na kubadilisha, na sio kuandamana na kuumiza watu wasio na hatia. Watu wameharibiwa magari yao, kuna watu magari yamechomwa, kuna watu maskini kabisa wameshindwa kwenda kazini leo, kuna watu siku sio siku bila kuamka kitandani. Ndio wengi wa Afrika. A day is not a day until you get off your bed. Paka utoke kitandani ndio siku ite siku. Watanzania, wa Afrika, ukombozi wa kweli ni kuimiliki ardhi yetu. Wanaomiliki ardhi yetu wametengeneza mfumo wa kifedha. Mara ya mwisho naongea na mtu wa nyumbani ananiambia hakuna mtu anayefuga huko nyumbani. Kwa nini watu hawafugi? Watauza wapi mazao yao ya kilimo? Lakini tukiwa na JKT Market, mimi na ng'ombe wangu 20 na kamua maziwa na wapa JKT, wanajua watakapeleka wapi. Watapeleka Mwanza, Mbeya, wapi? Dar es Salaam, wherever they know there is no enough milk. Usisahau bei ya vyakula tunavyokula ni price tag za madalali. Hujui, mimi ndo najua. Unaenda kutafuta product fulani dukani, haipo. Madalali wameamua hii product haitakiwi iuzwe kwa sababu haina faida. Ma-GMO manini tunakula sana. Hoja yangu ni matatizo ya Kiafrika yana formula yake, tuibadilishe hiyo formula kwa hapa Tanzania. Kwa Tanzania tujiandae kujitoa kwenye mifuko ya madalali. Bei ya unga sio sahihi. Unga inatakiwa uuzwe shilingi 200. Inakuwaje Irani mafuta yafiki hata 500?
lita 3.5, na Marekani mafuta lita 3.5 ni 12,000, 13,000. Marekani inaendeshwa kidalali, Iran haijiendeshi kidalali. Wanaoendelea kuiombea amani hii dunia wajue wanachokiomba ni madalali kupoteza umiliki wa dunia hii. Kwa hiyo waendelee kuomba ili madalali wapoteze umiliki wa dunia hii. Wasisahau, maybe wengine dini wanayoitumia ililetwa na hao madalali. Kutoka kanisani unasali Mungu atupe amani, alafu architect wa dini yako ndio mtengeneza matatizo. Kuna kitu najaribu kukuambia hapa, wenye big brain wanaweza wakanielewa. Lakini all in all, Watanzania tujifunze formula zinazoleta matatizo na tuzirekebishe formula zinazoleta matatizo. Sio kuandamana na kuatia watu wengine hasara kama Wakenya. Vurugu hazitatui matatizo. Vurugu zinawapa mwanya wale wanaotunyonya waendelee kutunyonya vizuri. Fanya uchunguzi, uje unipinge. Nenda katafute video za zamani za Wamarekani wakihubiri usawa. Za zamani miaka 90 zipo, wameziupload sasa hivi. Wanahubiri usawa, uonevu, sijui nini, mambo yote hayo. Mpaka leo wanahubiri kitu kile kile. Hakuna kilichobadilika. Kwa nini? Kwa sababu Marekani ni nchi ya ngonjera na maandamano. Sasa huo ndio upumbavu wanatuletea sisi, ngonjera na maandamano katika jina la demokrasi na uhuru wa kuabudu. Kabla uhuru wa kuabudu na demokrasia, tunataka kwanza tumiliki ardhi yetu, financial infrastructure to control our country. Tuelimike, tusiwe wasomi.